Kuna vitu vitatu nataka kushare na wewe hapa, very important. Nataka ufahamu kwamba Mungu ana ajenda ya kukufanya wewe mtengeneza historia mpya. Anataka uweke kumbukumbu ya kudumu kwenye maisha ya watu wengine, kwenye jamii yako. God desires to see that you are leaving a mark, a legacy. Hivi wewe katika familia uliotoka, wana kipi wanachojivunia wewe? Katika ndugu uliozaliwa nao, wana kipi wanachokiona cha muhimu kwako wao hawana, wewe unacho? Una kitu gani cha kuwashawishi binadamu wengine wakusikilize, wakufuate? Una kipi hasa special? Ajenda ya Mungu anataka kutengeneze uwe binadamu ambaye una kitu ambacho binadamu wengine hawana. Wewe uwe chanzo cha wengine kuwa kama wewe ulivyo. Wewe uwe faraja ya watu ambao wanaumia na kuteseka. Uwe uponyaji. Hivi leo ukidondoka umefariki, pale kwenye msiba wako watachangisha sanda na jeneza. Kama watachangisha sanda na jeneza, umewaachia mateso, umewaachia matatizo. Kama hela ya kujengea kaburi lako ni ya kuchangisha, ni ya kudunduliza, umewaachia matatizo. Sio sifa nzuri kwamba kwenye msiba wako yanapatikana madeni ya kila namna. Wanakopa sukari, wanakopa maharage, wanakopa mchele ili watu wale waomboleze, waombolezaji wale. Hili ni janga, manake marehemu huyu ni janga. Tunajuaje kwamba huyu binadamu alikuwa ni janga? Angalia msiba wake. Hii sio ajenda ya Mungu. Ajenda ya Mungu ni ipi? Anasema kuishi ni Kristo, kufa ni nini? Faida. Ina maana kifo chako wewe ni fursa kwa wengine. Sema amen. Piga makofi bwana wewe. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kifo chako wewe kinatakiwa kiwe faida kwa wengine. Watu wajifunze, wakija kwenye msiba wako wajifunze ile historia inayosomwa pale, iwachanganye, iwavuruge. Wakitoka pale waende kutubu, wakitoka pale waende kuwa na bidii, wakitoka pale waende kubadilika. Yani historia yako, hata mlevi ambaye yuko kwenye msiba wako, ulevi unaondoka, anasema huyu jamaa amekufa, huyu jamaa bado anaishi, huyu jamaa amekufa lakini huyu jamaa bado anaishi. Sema amen. Mungu anataka binadamu wa namna hii. Yeye yuko tayari, mlango uko wazi. Yesu anasema mimi ni lango, yeyote anayeingia kwangu anaishi. Yeye ni lango la milele, lango la neema, lango la baraka. Mimi ninakiri kwa jina la Bwana, hawa wanaonisikia kwa jina la Mungu watakuwa ni binadamu hao ambao Mungu anawatarajia kwa jina la Yesu. Watakuwa binadamu hao Mungu anawatarajia, wataishi maisha wakiwa na Kristo, na siku ya kuondoka kwao ni utukufu, sio aibu, ni heshima, sio fedheha. Sema amen. Gonga na jirani yako, mwambie tu kuishi ni Kristo, na siku ya kuondoka kwako iwe faida kwa mwingine. No base. Yatazame matatizo kama fursa. Always see a problem and solve a problem. Anza mchakato kuanzia sasa. Tatizo lolote linalotokea mbele yako, usiongeze moto tatizo likazidi kuongezeka, wala
Usimsukumie mtu mwingine atatue tatizo lililopo, wala usilitelekeze tatizo kaliacha. Mambo matatu. When you see a problem, face a problem. Kabiliana na tatizo, solve a problem. Unapoona tatizo, usikimbie tatizo. Unapoona tatizo, usiwasukumie wengine tatizo wafanye. Just do it. Kwa maana hawa ambao wanaacha wanawasukumia wengine hawafaidiki na fursa inayopatikana kwenye matatizo. Naongea kitu kizito sana. Mungu akusaidie kuelewa. Jambo la pili, siku zote tafuta ni nini kinapungua mahali, what lacks and what is the need to your family, to your society, to your institution, to your church. Tafuta kitu gani kilichopungua, kitu gani ambacho hakipo, uhitaji ni nini. Discover the need, the lack. Alafu wewe sema, kwa kuwa hapa hakuna ABCD, mimi nitakuwa mwezeshaji. I will be a distributor, I will be a supplier. Akili za wale watu ambao Mungu anawatumia kwa mambo makubwa, they see a problem as an opportunity and they bring resolution to the problem. Wanaona mahitaji, vitu vilivyopungua, they become distributors. Itakupa maandiko. Jambo la tatu, discover opportunities. Bainisha fursa zilizopo ambazo zinaweza kukupa rasilimali. Not every opportunity is there to bring resources to you, but you need to discover ni fursa zipi nikikimbizana nazo zitanipa faida. All record breakers wamejikita kwenye maeneo haya matatu. They see a problem as an opportunity. Wanaweza kukesha usiku na mchana kutafuta majibu. Nataka niwaambie hivi, malaria ni ugonjwa ambao umeletwa na mbu. Ili kupata dawa ya malaria, wasomi walikaa wamejifungia maabara kwa miaka na miaka. Kwa hiyo waliweza kukamata mbu, wakakaa na mbu, wakajua mbu anaishi siku kadhaa. Waliweza kukaa na mbu, wakabaini huyu mbu ni dume, huyu ni jike. Wase wale jamaa, acha. Si unakumbuka yule mbu anaitwa nini? Anopheles, Anopheles. Kisha akakaa na yule mbu, akamtumia yule mbu kutengeneza dawa. Akaja kutafuta miti, akachanganya, akafanya vile, imepatikana dawa ya malaria. There was a problem, watu wanakufa na malaria. Hawa wameleta majibu, watu wasife na malaria. Watu wanakimbilia madukani, wananunua dawa. Yule aliyeuza dawa, aliyegundua dawa, leo ni tajiri. Mwambie jirani yako, mwambie ukitaka kutoboa, tafuta matatizo. Cheki ulivyomwambia, wewe mwenyewe hata ujielewelewi. Sasa kwa jina la Yesu ninakupa neno la wewe kujielewa. Aya, mwambie tena, mwambie kuanzia leo, tafuta matatizo, lete majibu. Very easy. Binadamu aliye dhaifu, matatizo anayakimbia, matatizo anawaachia wengine. Binadamu mwenye nguvu, matatizo anayatafuta, tatizo liko wapi? Where is the problem? Sasa tatizo liko hapa. Tunafanyaje hapa?
Acha tukae chini, tutumie ubongo. Kabla sijakupa habari za Nehemia, kitabu cha Mwanzo mlango wa 6:12, naomba hii tufungue tusome wote. 6:12, fanya haraka basi. Kuna kitu nakitaka hapa kikae kwenye akili yako. Naamini umepata. 1, 2, tusome. Mzee, kuna mic huko? Twende. 1, 2, 3, twende. There was a problem. Mungu akaona dunia imefanya nini? Imeharibika. Lazima macho yako yaone uharibifu. Kama macho yako hayaoni uharibifu, wewe utakuja kuharibiwa kwa urahisi sana. Hii dunia imeharibiwa kila mahali. Ukitaka kufuatilia, angalia damu yako, familia unayotoka. Uharibifu ni wa kila aina, sio mmoja. Kuna tatizo A, tatizo B, mpaka tatizo Z, yamekusanyikana yako ya kutosha. You need to discover that there is a problem. Then kaa chini, tafuta maarifa. How can you solve a problem? Utakapofanikiwa kutatua tatizo, umefanikiwa, umetoboa. Bwana Yesu asifiwe. Habari za Nehemia sintasoma, lakini mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, Biblia inasema Nehemia huyu alikuja ndugu yake kutoka katika mji wake wa Yerusalemu. Yeye alikuwa yuko katika taifa lingine. Ndugu yake huyu akampa habari ya kile ambacho kinaendelea kule Yerusalemu. Akamwambia, hebu niambie kuna nini kinaendelea? Akamwambia, hali ni mbaya, dhiki kila mahali, njaa kila mahali, mambo yamekuwa sio mambo tena, ukuta wetu umeangushwa. Akampa habari zile zikamchanganya Nehemia. Nehemia akazitumia zile habari positive. Huyo aliyeleta habari ametoka kule, lakini yeye hakuwa mleta majibu ya matatizo. Listen to me. Yule mtu aliyepeleka habari, na yeye alikuwa binadamu kama Nehemia, lakini hakuchukua hatua yoyote isipokuwa kusikitika. Ndio ile nimesema kuna aina ya binadamu akiona tatizo analiacha, anasema hili sina uwezo wa kulitatua. Nehemia akalipochukua zile habari, Biblia inasema akapiga magoti, akaanza kuingia kwenye maombi ya toba, akafunga na kuomba usiku na mchana. Akamwambia, Bwana nipe neema, nipe neema niende nikatatue tatizo hili, nipe neema niende nikaiondoe njaa, nipe niende nikasababishe furaha, nikapeleke tabasamu kwa ndugu zangu. Na Mungu akasikia maombi yake. Nehemia akaenda katika ule mji, japo hali ilikuwa si hali. Tobias, Sanballat, maadui wa Yerusalemu, walikuwa wakiwamendea usiku na mchana kuwazuilia wanachotaka kufanya. Lakini kwa kuwa huyu binadamu amemwambia Bwana, yawezekana mimi hakuna mtu anayenijua huku duniani, ila kupitia hili watanijua na habari yangu itaandikwa kwenye Biblia. Leo habari yake imeandikwa kwenye Biblia na tunaisoma, tunamuona huyu ni jasiri, ni shujaa. Wewe habari yako inatakiwa kuandikwa, basi iandikwe hata kwenye gazeti litakalotoka mwaka unaokuja 27. Sema amen. Piga makofi. Jina lako haliwezi kuandikwa kwenye Biblia. Biblia imeshaandikwa, haitaandikwa tena. Basi jina lako lije kuandikwa kwenye mioyo ya ndugu zako. Jina lako lije kuandikwa kwenye mioyo ya marafiki zako. Jina lako lije kuandikwa kwenye mioyo ya
jamii yako, waseme kuna binadamu alizaliwa, hakuwa anaeleweka, hakuwa na sifa, hakuwa na heshima. Tumeshangaa baada ya muda fulani, mwaka 2026 kuna jambo limeanza kumtokea. Huyu binadamu ametusababishia maendeleo, analeta madawati shuleni, analeta vitabu shuleni, ameleta walimu wawili anawalipa kwa hela zake, ametufungulia hapa mashine hapa kijijini, ametuletea umeme nyumbani, ametuletea ng'ombe, ametuletea mbolea, amekuja kufanya ABCD. Sijui naongea na mtu hapa? Watu ambao wanaweza kuyaondoa matatizo, ila alikuwa ni msambaza habari ya matatizo. Kuna binadamu ana kipawa cha kusambaza habari za matatizo wanayopitia binadamu wengine. Yaani usipitie janga fulani, mambo yake sasa hivi ni mabaya. Usipitie jamba fulani, sasa hivi nyumbani kwake ni jamba. Usipitie shida. Ukiwa maarufu ni tatizo, ukiwa huna kitu ni tatizo. Fulani analala njaa bwana, nyumbani kwao pale watoto 4, amezaa kama paka, lakini watoto wanapitia shida, vitoto vimekonda kweli, hawajakutana na Mungu, wanamtafakari Mungu, wanakuja kunenepa lini? Kuna siku inakuja vile vitoto vilivyokonda vinaenda kunenepa, itakuwa miji. Tusema amina, sema haleluya. Kuna watu yani tabia yao ni kusambaza habari ya matatizo ya wengine, wakati wale wanaopitia matatizo wanatafuta majibu ya matatizo yao. Kuna watu wanawaumiza, wanawakera, wanawasumbua, wanawatangaza huko mtaani, yule anapitia mateso, yule anapitia mateso. Utafikiri yeye ameumbwa katika dunia ambayo haina mateso. Mateso yanawakuta binadamu wote huko duniani. Mateso yalimkuta Adam, yalimkuta Eva, yalimkuta Habili, alikufa, yaliwakuta binadamu wote. Mateso ni tumeumbiwa sote. Biblia inasema Mungu ametuchagua kutoka katika tanuri ya mateso. Ayubu anafika mahali anasema, nikishavuka huu mtihani, jaribu hili la mateso haya, nitang'aa kama dhahabu. Kwa hiyo mateso yapo. Mwambie jirani yako, mateso yapo. Mwingine akipitia aibu, wewe usiwe mtangazaji wa kituo cha habari mbaya kwenda kueleza mabaya, magumu, matatizo mwingine anayopitia. Sio sifa. Sio sifa kuitwa mbea. Kule mbinguni hakuna wambea. Na wewe ambaye umetengeneza utaratibu kwamba unataka kuishi kupitia kusambaza habari za watu, hiyo kazi ni laana. Hiyo kazi ni nini? Tuyaache haya. Kile ambacho ni kidogo kinatoka kwa Mungu kama mwanzo. Mungu akikupa kitu, kile kitu kinakuwa ni mbegu kwake. Na mbegu siku zote, unahitaji debe moja la maharage, eka moja, utavuna gunia 7-8. Uliweka debe moja, umevuna gunia 7-8, gunia 5. Hata ukipata 3, wewe umefaulu. Mikate, samaki wachache, vikapatikana mikate mingi, samaki nyingi, watu wakala wakashiba. Hii ni darasa kwamba Mungu anataka utembee na neema ya ishara. Katika chochote kidogo utakachokuwa unafanya, lazima utarajie mambo makubwa katika hicho kidogo unachofanya. Yale mambo makubwa hayatatokea mpaka ndani yako pawe na power inayoweza kumultiply, inayoweza kuzidisha kile ulicho nacho. Ndani yako lazima iwepo power, nguvu ya maongezeko, nguvu ya mazidisho, kwamba you start little, you start in a low profile but you end bigger.
Watu wanatakiwa waone surprise ya matukio yanayotokea kwenye maisha yako, waseme wao, huyu ni wa aina gani? Hawa binadamu walifika wakafika, yani kama ni leo wakasema wow, this is amazing, this is awesome, this is wonderful. Sasa what is this? Sasa see now, Jesus has done wonders. Mikate ilikuwa midogo, ona tumekusanya, vimebaki makapu 12. Wanasema this is wonderful. Lolote ambalo liko mikononi mwako sasa hivi, hata kama ni dogo, usilidharau. Wewe unachohitaji mwambie Bwana, nataka neema ya ishara. Nataka baada ya muda hichi nilicho nacho watu wanione leo ninapanga. Baada ya muda nataka watu waje wapange kwenye nyumba zangu. Sema amina.